katika kuadhimisha miaka 19 ya kanisa la WRC, zamani likifahamika kwa jina la WRM, lilopo Matembele ya Pili Kivule jijini Dar es Salaam, ambapo kilele chake itakuwa Aprili 6 mwaka 2026. Mchungaji kiongozi wa kanisa hilo Nabii Nicholas Suguye ametumia fursa hiyo kuzungumza na waandishi wa habari kanisani kwake na kuwakumbusha Watanzania juu ya umuhimu wa ibada ya Ijumaa Kuu, huku akihimiza amani, umoja na mshikamano na kukemea matabaka katika nyanja mbalimbali hapa nchini. Ijumaa Kuu ni maadhimisho ya kufa au mateso na kufa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo miaka takriban 2026 iliyopita. Tuko 2026, sawa? Kwa hivyo hili ni tukio zito ambalo lilikumba dunia nzima kwa nyakati zile, lakini ni mpango wa Mungu wa kumtafuta mwanadamu chini ya jua. Mwanadamu ambaye alikuwa amepotea dhambini, mwanadamu ambaye alikuwa hafai. Mungu kwa makusudi mazima akaamua amtoe mwanawe pekee Yesu Kristo ili aje kufa msalabani na kufanya upatanisho kati ya wanadamu na Mungu. Na hapa ndipo kwenye kiini cha WRC. Hapa ndio kwenye kiini cha reconciliation hapa Juma. Swali lako limenigusa sana. Kwa sababu kama hakuna kazi ya msalabani hakuna upatanisho. Kama hakuna kazi ya msalabani hakuna mwanadamu kuletwa karibu na Mungu. Kwa hiyo Ijumaa Kuu kama ya leo haianzi leo, inaanzia siku kama ya jana ya Alhamisi, siku Yesu anakamatwa. Anaanza kupitia msukosuko, kina Petro anamkana mara 3, jogoo anawika, unabii unatimia wa Yesu kwamba kabla jogoo hajawika utanikana mara 3. Lakini leo sasa anaangikwa msalabani Ijumaa leo na anakufa. Kufa kwa Yesu msalabani hakumaanishi mwisho wa kazi yake. Unamaanisha ndio mwanzo wa kazi yake na mwanzo wa ukombozi, lakini mwanzo wa kuambia maadui zangu au maadui zake sasa nakwenda kuwa hai. Ndio maana tuna salamu hapa ya uwe hai, Yesu yu hai. Sasa siku kama ya leo ziko dhehebu nyingi, dini nyingi, hasa wa Katoliki hawali nyama leo, ila samaki wanakula. Niseme tu kwamba tunahitaji kushikamana kwenye Ijumaa Kuu hii na kila mmoja haheshimu imani ya mwenzake. Ijumaa Kuu hii itufanye kuwa kitu kimoja kama taifa, kwa sababu Yesu yuko msalabani anakufa kwa ajili ya wanadamu ili awapatanishe wawe kitu kimoja. Ijumaa Kuu hii kusiwe na matabaka yoyote ya udini, kwa sababu Yesu hakufa kwa ajili ya dhehebu fulani. Yesu amekufa kwa ajili ya ulimwengu mzima. Hakuna Mkristo yoyote anayeweza kubinafsisha Ijumaa Kuu akaifanya kuwa ya kwake, au kifo cha Yesu msalabani kufanya kuwa cha kwake. Yesu alikufa kwa ajili ya ulimwengu mzima. Ashukuriwe Mungu, kipindi hiki Wakristo asilimia kubwa wanamaliza maombi ya Kwaresma. Kwaresma ilikuwa ni toba. Ashukuriwe Mungu, mwaka huu tumepishana kidogo na Waislamu kwenye mfungo mtukufu wa Ramadhani au mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kipindi hiki basi kupitia Ijumaa Kuu Wakristo na Waislamu na hata wapagani, sababu wako wengine hawaendi msikitini, hawaendi kanisani, tuwe kitu kimoja. Tukaribishane basi kwenye Pasaka hii. Tukae kwa upendo na amani kwenye Pasaka hii. Tukumbuke tukifanya mabaya tunamfanya Yesu arudi msalabani. Tukumbuke tukiumizana, tukiuana, tukichukiana tunamfanya Yesu arudi wapi? Msalabani. Kwa hiyo ninaamini kabisa ndani ya Ijumaa Kuu hii ujumbe wangu utawafikia wengi sana kupitia waandishi wa habari kwamba nalilia umoja ndani ya familia, umoja kati ya dini na dini, umoja kati ya vyama vya siasa na vyama vya siasa. Kwa hiyo hii naomba ieleweke kwamba Ijumaa Kuu hii tuungane, tuwe kitu kimoja, tushikamane kwa mustakabali wa taifa letu na tuondoe imani za ovyo zinazotubagua. Maadhimisho ya miaka 19 yamepewa pia kitu cha dhahabu kwa sababu ya kule ambako tumetoka. Na ujumbe wangu katika maadhimisho ya miaka 19, yeyote ambaye anaweza akasema anapitia mazito, magumu, ninaomba kwa miaka hii 19 ya WRM ajiunganishe na miaka yetu sisi. Anaweza akaja kuwa na yeye kizazi cha dhahabu kupita kawaida. Na ndio maana kwa makusudi mazima tumeamua kulisha watu
wote watakaofika hapa tarehe 19. Mpaka sasa tuna ng'ombe zaidi ya 8. Mpaka sasa tuna kilo za mchele zaidi ya 1000, na hivi vyote vitakwenda kutolewa bure, yaani tutakula bure, vinywaji bure. Kwa nini tunafanya bure? Kwa sababu Mungu anataka akawabariki watu wake. Yaani kuna watu ambao aidha walilishwa vitu katika ndoto na mashetani na majini, au walilogwa kwa maneno, wakafanya vitu vibaya kwa maneno. Kwa hiyo wakati wanakula chakula ambacho Mungu ametupa, kwa sababu sisi wote ni waja wake Mungu, ni viumbe vyake Mungu, wakati tunakula kile chakula, kuna transformation mpya itakuwa inaingia ndani yake, mabadiliko ambayo ni ya ajabu sana, ambayo yatamfanya kweli huyu mtu akawe kizazi cha dhahabu, na yale mapito ya nyuma, maumivu ya nyuma atakwenda kuyasahau. Kwa hiyo miaka 19 na kizazi cha sasa, shime tukimbilie, kwa sababu ni wakati wa kubadilishwa, wa kufunguliwa kupitia WRC hapo Kivule Matembele.